Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Kutokana na vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati, Umoja wa Ulaya na nchi za Kiarabu wametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo na kusitishwa kwa vita hivyo. Umoja wa Ulaya na Baraza la Ushirikiano la Mataifa ya Ghuba GCC siku ya leo Alhamisi wametoa wito wa mazungumzo na diplomasia kwa ajili ya kutatua mzozo katika eneo la Mashariki ya Kati ambao umechukua siku yake ya 6. Katika taarifa ya pamoja ya Umoja wa Ulaya na GCC wamesema kuwa nchi za Ghuba zina haki ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Iran. Haya yanakuja wakati ambapo Italia imekuwa taifa la hivi karibuni kutoka Ulaya baada ya Uhispania kuvikosoa vita vya Iran vilivyosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel. Waziri wa Ulinzi wa Italia Guido Crosetto amesema mashambulizi hayo yamekiuka sheria za kimataifa. Crosetto amesema hayo licha ya kuwa serikali ya mrengo wa kulia ya Italia inatafuta kuwa na mahusiano ya karibu na rais wa Marekani Donald Trump, lakini hawakubaliani na mpango wa mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel na kumua Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi aliyekopo madarakani. Hayo yanajiri wakati shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch likisema mwito wa Israel wa kuwataka raia wa kusini mwa Lebanon kuyahama makazi yao ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kivita. Human Rights Watch limesema haya baada ya Israel kudai kwamba itafanya operesheni ya kijeshi katika maeneo hayo. Lebanon imeburuzwa katika vita hivyo vya Mashariki ya Kati baada ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran kuanza kuishambulia Israel. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Iran imeamua kuipatia Hezbollah mpango wa kuishambulia Israel na yenye pia ikiendeleza mashambulizi huku ikishambulia zaidi katika maeneo mengine katika mataifa ya Ghuba. Israel pia imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi katikati mwa Tehran ikilenga kufikia kitovu cha mji mkuu na kutawala anga ya Iran baada ya wimbi la kwanza lililomuua kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, Israel imeapa kwamba lazima ihakikishe safari hii inauangusha utawala huo kwa kushirikiana na Marekani. Milipuko mikubwa imeripotiwa mjini Tehran pamoja na mashambulizi ya Marekani na Israel yakiingia siku ya 6. Jeshi la Israel limesema limefanikiwa kuvunja sehemu kubwa ya mifumo ya ulinzi wa anga magharibi na kati mwa Iran, hatua inodaiwa kufungua njia kuelekea Tehran. Msemaji wa jeshi la Israel Luteni Kanali Navad Shoshan amesema bado kuna malengo mengi yakiwemo viwanda vya uzalishaji wa silaha na miundombinu ya kijeshi, na amesema Israel ina uwezo wa kuendelea na operesheni kwa muda wowote utakaohitajika, lakini kwa sasa hakuna mpango wa kupeleka vikosi vya ardhini nchini Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametaja kuuawa kwa Khamenei kuwa ni hatua kubwa ambayo itawawezesha kuondoa utawala huo mamlakani. Waziri huyo wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz amesema kwamba operation ya sasa itaendelea zaidi na zaidi kwa kulenga maeneo ya msingi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku Iran yenyewe ikijibu kwa mashambulizi ya makombora mazito. Iran imejibu kwa kurusha makombora na drone kuelekea Israel na vituo vya kijeshi vya Marekani katika Ghuba. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limedai kulenga meli ya kivita Marekani ya USS Abraham Lincoln kwa makombora ya ballistic katika eneo la Ghuba. Na wakati huo huo nchini Israel watu 6 wameripoti